Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma wala Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, siku leo tumekuja kwenu na jambo adhimu sana ambalo kila mmoja wenu aniazime masikio yake ya moyo ili aweze kulisikiliza na aweze kulizingatia, kwa sababu lina faida kubwa sana kama atakuwa analifanya, hasa kwa mtoto wake ambaye kwamba anasoma katika shule mbalimbali. Na kabla sijaleta jambo hilo, nipende kuwafahamisha wale watazamaji wetu ambao wanapita katika darasa zetu hizi wanaangalia lakini bado hawajasubscribe, basi ni waombe wa subscribe, kwa sababu faida yake ni kwamba kila darasa ambalo tutakuwa tunalileta unakuwa wewe mwanzo kulipata darasa kama hilo. Kwa hiyo usipite hivi hivi, subscribe na kadhalika. Vile vile usiache kulike na kuweka comment yote ambaye labda una maswali yako unaweza kaweka hapo chini. Itakuwa vizuri sana katika mazingira na hali kama hiyo. Lengo ni kufahamishana, lengo ni kusomeshana ili kila mmoja aende katika yale ambayo kwamba yeye mwenyewe anayahitaji au anayataka. Kwa zipo njia sahihi ambazo unaweza kupita katika njia hizo ili kufika malengo katika yale ambayo kwamba wewe unayataka. Leo tumekuja na zawadi hii maalum. Zawadi hii ni kwa ajili ya wanafunzi. Zawadi hii ni kwa ajili ya wanafunzi wale ambao wanajiandaa hivi sasa na mitihani. Hii ni zawadi maalum kwa ajili yao, na hasa hii kwa wazazi wale ambao ndio wana watoto wao ambao wanajiandaa na ile mitihani. Zawadi hiyo akichukua itakuwa ni bora sana. Kama utaweza basi mfanyie mwenyewe mwanao, ama kama yeye mwenyewe ataweza basi afanye yeye mwenyewe, itakuwa ni bora sana jambo hilo. Na imani hivi sasa umeshaandaa karatasi yako, umeshaandaa kalamu yako ili kuweza kuziandika hizi nukta muhimu. Nami kwa upekee basi nitakuandikia hapo chini ili uweze kuichukua na uweze kwenda kuifanya kazi kwa mtoto wako huyo ambaye anajiandaa na mitihani hivi sasa. Aidha mtihani wa primary ama mitihani ya secondary ama si mitihani ya nini, lakini mtihani anajiandaa nayo. Yaani wewe ukiwa na mtihani wote ambao unajiandaa nao, basi chukua hii zawadi ya leo na kwenda kukupa hapa bure bila gharama yote. Gharama yake ni wewe kusikiliza mpaka mwisho, alafu na kuchukua kitu ambayo tunakwenda kuieleza siku hii ya leo. Leo tunakwenda kuifundisha swala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mtu ambaye anataka kufaulu katika majambo, bi maana iwe mtihani, iwe jambo gani. Lakini leo tumekusudia wale wa mitihani. Utakachofanya wewe ambaye unakusudia katika mtihani, swala hii ya Mtume, ina maana mtu huyu atakuwa anaisoma hii kila siku mara 7. Atakuwa anaisoma kila siku mara 7. Mfano labda wewe mtihani unafanya mwezi ujao labda mfano, basi kuanzia sasa kila siku unasoma swala hii ya Mtume. Kila siku unafanya swala hii ya Mtume. Ndugu yangu, kama utafanya hivyo na kukusudia nafanya hivi, naomba hivi kwa ajili ya kufaulu katika mtihani wako, basi mwanafunzi huyu atakwenda na atafaulu mtihani. Ila kama atakuwa mwenyewe hawezi kuyasoma haya, pengine wewe mzazi unaweza kuyasoma, basi unaweza kumshika mwanao kichwa ukawa unamsomea kila siku mara 7 swala hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana unaweza kumsomea asubuhi ama ukamsomea jioni, kwa maana kwa siku mara moja utakuwa unamsomea swala hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ngoja nikusomee, nikutajie tena, nitaisoma taratibu sana ili uweze kuichukua. Nitaisoma taratibu ili uweze kuichukua kirahisi, alafu na wewe kamfanyie mtoto wako, ama hata wewe mwenyewe mtu mzima, labda una interview zako huko, kuna sehemu unapenda kufanya interview, basi unaweza kufanya hii kwa ajili ya kufaulu mtihani wako. Na hapa hata wale ndugu zetu ambao wanaingia katika masuala ya siasa, kuna kugombea nafasi za uongozi katika vyama, katika nyanja mbalimbali, labda ataka faulu na ashinde katika kugombea kwake, basi na vile vile hii inamhusu, inamfaa
anaweza akaisoma swala hii ya mtume kwa siku mara 7. Bimaana kama ni asubuhi ama kama ni jioni akawa anafanya hivyo mara 7, basi atakwenda kufaulu katika ile jambo ambalo yeye analifuatilia. Twende nikutajie sasa swala yenyewe unasomaje. Swala yenyewe ni hii hapa na nitaandika hapo chini. Inasema Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrujni biha min dhulumati alwahmi wa tukarrimni aw tukrimni bi nuri alfahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yafham innaka ta'lam wa la a'lam wa anta a'lamul ghuyub. Ni hiyo Sheikh, ni fupi sana, ni simple sana, ambao unaweza ukachukua hii mara moja na ukahifadhi hata kichwani kwako. Nitairudia mara pili kwa faida yako msikilizaji wangu, mtazamaji wangu, ili uweze kuinasa vizuri na uweze kuichukua. Nitairudia mara pili kwa faida yako. Nitarudia mara pili kwa faida yako. Isikilize tena. Inasema Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrujni biha min dhulumati alwahmi wa tukarrimni aw tukarrimni binuri alfahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yafham innaka ta'lam wa la a'lam wa anta a'lamul ghuyub. Nairudia mara ya 3. Nairudia mara ya 3 kwa faida yako. Nairudia mara ya 3 kwa faida yako. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijni biha min dhulumati alwahmi wa tukarrimni bi nuri alfahmi wa tudhihu li ma ashkara hatta yafham innaka ta'lam wa la a'lam wa anta a'lamul ghuyub. Hiyo hapo hiyo. Chukua nenda kaifanyie kazi inshallah. Kwa upekee mimi nitaandika hapo chini ili na wewe uwe nayo. Na inshallah basi kama ni kijana wako anajiandaa na mitihani, ama wewe mwenyewe una interview zako sehemu, ama unagombea nafasi za uongozi katika maeneo fulani, aidha katika siasa ama katika nyanja yote, na unataka jambo lako ushinde, basi dumu na swala hii ya mtume. Utakuwa unaifanya kwa siku mara 7 kwa mpaka kipindi kile. Na ni vizuri sana ufanye ndani ya siku 21 kabla jambo lako hilo. Ufanye ndani ya siku 21 kama jambo lako hilo. Kama ni mtihani basi ufanye siku 21 kabla hujakwenda kufanya mitihani yako hiyo, na wallahi kuna asilimia kubwa sana ya kushinda mitihani yako hiyo. Baada kusema hayo, inshallah kwa leo tuishie hapa. Wale ambao wanapita katika video zetu na bado hawajasubscribe, basi wasubscribe ili mradi waweze kuona darasa mbalimbali na vipindi mbalimbali ambavyo kwamba tutakuwa tunavileta katika darasa zetu hizi. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.